alivyokuwa akijizinga kwenye msumeno katika nia ya kuweza kujilipizia kisasi, ndivyo alivyokuwa akiumia zaidi, ndivyo alivyoumia vibaya. Magamba yaliendelea kumenyeka kwenye mwili wake hadi kufikia kiwango cha kufariki. Nyoka akafa. Nini kinampelekea kufa? Kulipiza kisasi. Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Leo nina maneno ambayo kidogo yanaweza yakamfanya mtu ajisikie vibaya, yakamuumiza, lakini ni maneno ambayo yataleta faraja na kuwaponya baadhi ya watu mlioko hapa. Nimesimama hapa kwa ajili ya kuweza kuleta ujumbe wa matumaini ambao utaponya nafsi moja. Na ndiyo maana somo ambalo Bwana ameona vema tuchangie na ninyi katika siku ya leo lina kichwa kinachosema moyo wa nyoka. Somo letu la leo linasema moyo wa nyoka. Mliosoma pamoja nami katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 14, kuna maneno ya faraja ambayo Paulo amewaandikia Warumi. Na ningetamani maneno hayo yawe ngao yetu katika siku hii ya leo. Lakini niwazungumzie kidogo juu ya moyo wa nyoka. Kama ukichukua moyo wa nyoka na moyo wa binadamu, ni mioyo miwili iliyo na tofauti kubwa sana. Katika moyo wa mwanadamu kunatoka chemichemi za nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika moyo wa mwanadamu kunatoka chemichemi za nini? Lakini katika moyo wa nyoka hakutoki chemichemi za uzima. Katika moyo wa nyoka kunatoka husuda, katika moyo wa nyoka kunatoka chuki, katika moyo wa nyoka kunatoka laana, katika moyo wa nyoka kunatoka fitina, katika moyo wa nyoka kunatoka kisasi. Na ndiyo maana somo letu la leo tunaangazia juu ya moyo wa nyoka. Wakati mwingine ninawasoma watengenezaji wachoraji wa katuni. Kuna watu ambao wamepewa utaalamu wa kuchora katuni au dessin anime. Wangapi wanafurahia kuangalia dessin anime? Hebu tuone mikono juu. Asante sana kabisa. Hasa watoto wadogo wanapenda sana kuangalia katuni, na mimi ni mpendelevu sana wa kusoma katuni. Na ndio maana nilimsoma mchora katuni mmoja, na nilisoma kisa cha nyoka. Nyoka ambaye alitembea kuingia katika chumba cha kazi cha seremala. Nyoka aliingia kwa siri kupitia tundu katika chumba cha kazi cha seremala. Lakini alipoingia katika chumba cha kazi hicho, alijikwaruza kwenye msumeno. Wengi mtakuwa mmemsoma huyu mchora katuni hii. Alijikwaruza kwenye msumeno na alipokuwa amejikwaruza kwenye msumeno akaumia. Najua nyoka ni mnyama ambaye ana magamba, na akijikwaruza kwa kitu au chombo cha kazi kama msumeno, lazima kitapeleka magamba. Na huyu nyoka alipojikwaruza kwa kiasi hicho, aliumia kidogo, kwa sababu alijikwaruza kwa msumeno na gamba likaruka, damu ikaanza kutoka. Sasa nyoka, kwa sababu katika moyo wake kunatoka mambo mabaya, kunatoka mawazo mabaya, katika moyo wa nyoka kunajaa fitina na kulipiza kisasi. Nyoka akajua anaanza kupambana na kiumbe kingine ambacho kimemuumiza. Sikiliza ujinga wa nyoka. Kuna ujinga unatumika hapa. Nyoka akaanza kupambana na msumeno. Ni mnyama, hana akili. Ujinga unajaa katika moyo wake, kama vile Biblia inavyosema kwamba ujinga unajaa katika moyo wa mtoto, lakini fimbo inautupilia mbali huo ujinga. Fimbo ya adhabu ndiyo inautupa mbali. Ujinga wa nyoka ulimtuma aanze kupambana na msumeno. Hakujua kama ni chombo. Akaanza kujizinga, akaanza kujizungusha kwenye msumeno. Pindi alivyokuwa anajizungusha kwenye msumeno ilikuwa inamlea. Ilikuwa inamlea. Wangapi mnajua msumeno kwanza? Labda niko nazungumza habari za msumeno na hamjui. Kwa Kifaransa inaitwa nini? Asante sana.
Fikiria nyoka na mwili wake wa magamba anajizinga kwenye msumeno. Matukio yatakuwa nini? Jinsi alivyokuwa akijizinga kwenye msumeno katika nia ya kuweza kujilipizia kisasi, ndivyo alivyokuwa akiumia zaidi. Jinsi alivyokuwa akiumia zaidi, ndivyo damu ilizidi kutiririka, ndivyo alivyoumia vibaya. Magamba yaliendelea kumenyeka kwenye mwili wake hadi kufikia kiwango cha kufariki. Nyoka akafa. Nini kinampelekea kufa? Kulipiza kisasi. Kisasi ambacho kilitokana na kosa dogo ambalo msumeno ulikuwa umefanya. Msumeno ulimkwaruza na msumeno haukwenda kumtafuta, lakini yeye alitembelea kwenye hicho kiwanda akajikwaruza kwenye msumeno akaumia. Kuliko kufikiria kwamba hivi nimeumia kakidonda kadogo, gamba moja limekwenda, ngoja niondoke niendelee na safari yangu, akasema ngoja nishike hiki kiumbe ambacho kinaniumiza vizuri. Unajua nyoka akitaka kummeza mtu anakonda, wale nyoka wakubwa wanamzunguka mtu, anamzinga vizuri sana, anajizungurusha kwa mtu, anamregeza, anamsaga, anamponda, na halafu ndipo anammeza. Ndivyo alivyofikiria nyoka, kwamba aliona vema ajizinge kwenye msumeno, na alipokuwa anajizinga alitumia nguvu nyingi sana anabana msumeno, kumbe balaa, nyoka anakwenda kufa. Watu wa Mungu, mjambo. Nyoka akafariki, na kufariki kwake kumetokana na ujinga wa kutaka kujilipizia kisasi. Sasa kilichomkuta nyoka, jamani, ndugu zangu wapendwa katika Kristo, fahamuni ya kwamba katika nyakati za mwisho hizi ambazo tunaishi, kuna Wakristo wengi ambao wana moyo wa nyoka. Kuliko kwenye mioyo yao kuweze kutoka chemchemi za uzima, katika mioyo ya waumini wengi leo, katika mioyo ya Wakristo wengi leo, kuna ujinga ulio katika moyo wa nyoka. Na ujinga huu ulio katika moyo wa nyoka huwapelekea kuweza kulipiza kisasi kwa mambo madogo madogo. Kumbuka, nyoka asingewekea maanani maumivu madogo, angeendelea na safari bila ya kufa. Lakini kwa kutaka kuwekea maanani hata kale katatizo kadogo ambako kalimzuru, nyoka alifikia kuweza kufariki. Waumini wengi leo wanaishi, Wakristo, sababu dunia ya leo ukichunguza umati wa watu wanaounda dunia ya leo, watu zaidi ya miliardi 8, sijui mchungaji Zakaria ndivyo inavyozungumza kwa sasa, kulingana na takwimu zinazoonekana kwenye mitandao ya kijamii, ni kwamba 8 miliardi de voisins ndio wako katika dunia hii. Sasa miongoni mwa hao 8 miliardi, wengi sana ni Wakristo. Na ukiangalia maasi inayoendelea katika dunia ya leo inatokana na wengi ambao ni Wakristo. Ni waite sasa Wakristo bandia. Na hao Wakristo bandia wengi wana huo moyo ambao unatoa chuki, unatoa fitina, na hali kufikia kiwango cha kuweza kulipisha kisasi. Wakristo wengi leo wanajaa na mioyo ya kulipiza kisasi. Ukijikwaa kidogo tu, ukifanya kakosa kadogo tu, basi anakushika hapo. Matendo atakayokufanyia yatakuwa zaidi ya tatizo ambalo uliweza kulifanya. Wanandoa wengi sana wanashuhudia hili. Unakuta wanandoa nasema, mimi kama mume wangu amenifanyia hivi, na mimi maamuzi yangu yanaweza yakatokea kuwa haya. Tumeshuhudia wanandoa wengi sana, mume wake kwa ajili ya kurudi usiku anammaliza kabisa, anamchuna, anammalizia maisha. Kosa ndogo, malipo makubwa. Nimeshuhudia kuna watu kwa sababu umeteleza kidogo kwa kosa la kumtukana, na yeye anakutukana ile ya sawasawa. Anakuambia subiri nikupe malipo yanayokufaa, subiri nikupe malipo yanayostahili na umri wako. Kisa umemkosea kidogo tu. Utachukua maamuzi makubwa kuliko kosa ni pale ambako nimesema vizuri una moyo wa nyoka, sio moyo wa binadamu tena. Sababu kwenye moyo wa binadamu tumesema kunatoka chemchemi za nini? Wengi sana wa Kristo unaweza ukamuona na kufurahia kwa kipindi fulani, na baada ya wewe kumkosea, lakini bado anasubiri akupigie kuku na mayai ili akuje kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au ninachozungumza mjawahi kukiishi? Ndio. Mmekiishi kabisa. Vizuri sana. Wanatupilia mbali sana madai ya maandiko matakatifu ambayo tumemaliza kuyasoma. Naomba mwalimu Zakaria nisomee tena lile andiko usikie utamu mwenyewe uliobebwa katika andiko hilo. Kitabu cha Warumi sura ya 12. Msikilizeni vizuri. Kuna wakati tunasoma lakini hatuweki kwenye matendo. Nimelizungumza hili tena asubuhi. Hebu tusomee kidogo hilo andiko tusikie.
Tunasoma katika Warumi 12 fungu lake lililo la 14. Naam. Nayo inasema, watakieni baraka wote wanaowadhulumu ninyi. Sikiliza hili andiko vizuri. Mtu anakudhulumu, lakini Biblia inakuomba umtakie nini? Inawezekana kweli kwa Ukristo wa sasa? Iko fasili? Ni kitu ambacho kiko rahisi kweli? Hata kama mtasema ndio sawa, ninakubali hivyo, lakini mfahamu kwamba wakati wa kuchukua maamuzi kuna kitu kingine ambacho mtakifanya kinyume na maneno mnayosema hapa. Sababu tumeshuhudia makanisa mengi sana, tumeshuhudia Wakristo wengi sana katika jamii zao. Tukija hapa tunasomewa maandiko, tunafundisha wengine, tuko vizuri sana kabisa, lakini wakati wa kuchukua maamuzi kimatendo kuna mambo mengine yanatokea. Nini inaendelea hapo? Nayo inasema, watakieni baraka wote wanaowadhulumu ninyi. Naam. Watakieni baraka na wala msiwalaani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu anakuudhi lakini umtakie baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mtu anakuudhi, anakutesa, lakini umbariki wala usifanye nini? Wala usimlaani, kwa sababu laana hutoka katika moyo ambao haujakutana na Yesu. Ukiona mtu ni wa kulaani sana, fanya angalisho naye, ujue huyo hajakutana na Yesu. Na kama anakudanganya amekwisha kukutana na Yesu, angalisho, Roho wa Mungu hayuko pamoja naye. Sababu katika moyo uliokutana na Roho Mtakatifu hakuwezi kutoka mambo mabaya, fitina, chuki au kulipiza kisasi. Hakuwezi kutoka kwenye mti wa matunda mema, mti wa matunda yenye sukari ukazaa matunda yenye uchungu. Hilo haliwezi kutokea kabisa. Ndiyo maana katika somo letu la leo tumealikwa kuweza kuwa na mioyo kweli kweli ya binadamu, ambao sisi ni binadamu, kuliko kuwa na moyo wa nyoka huyu ambaye alianguka katika mtego wa kuweza kulipa kisasi kwa kosa dogo, mwishowe maisha yake yakaenda kuharibika. Lakini mchora katuni mmoja aliandika kitu kingine ambacho nilifurahia. Huyu mchora katuni yeye aliandika juu ya kitu kifuatacho. Alitengeneza katuni yake ya mwanaume ambaye alikuwa anaumwa na mbu kwenye mguu. Amjambo? Wangapi wanajua mbu? Mustiki. Namfahamu mustiki? Très bien. Mustiki akija kuumwa mwanadamu anatafuta nini? Anatafuta nini? Tuseme chakula. Tukisema damu kwa sababu sisi ni binadamu. Lakini yeye anakuja kutafuta nini? Anakuja kutafuta chakula. Aliona mwanadamu analala, akisema chakula hiki kiko hapa, ngoja na mimi nijipe raha sasa. Sasa mwanaume akiwa anaumwa na mustiki na mbu, kwa kutafuta suluhisho, mnajua alifanya nini? Ukitaka kuwa mustiki wewe unafanya nini? Lakini mfikirie kidogo, mwili ya mustiki na kofi yenyewe tunapiga kesi vinalingana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unakonsentrate ka kofi ni kana kwamba huko unapiga chuma. Lakini kama mustiki ni kitu kadogo sana, kakidudu kadogo, na hata kama ukitelekeza tu kidole hivi unafanya nini? Unakasaga kabisa. Sasa wewe unatumia kofi kwa kumuua mbu. Lakini huyu mwanaume unajua alifanya nini? Alichukua bastola. Watu wa Mungu, hamjambo? Mcheke, lakini niko na waonyesha madhara yanayotokana na kulipiza kisasi kwa makosa madogo madogo. Mtu wa kuua mbu na kofi anachukua revolver, akaelekeza kwa mustiki, akatatula mustiki ikafanya nini? Ikasambaratika, ikaisha yote. Imagine sasa kilichofuata nini? Kwenye mguu wako unabandika risasi. Kuna amani hapo? Mwanaume akaua mbu, lakini mguu ukafanya nini? Ukapasuka, ukavunjika, ukasagika. Kwa ajili ya nini? Ya kitu kidogo tu. Mbu anauma, anatafuta chakula, akapewa malipo ya risasi. Lakini aliyepiga risasi naye akafanya nini? Naye akatokomezwa na mguu wake. Kwa hiyo ningesii tu kwamba katika siku hizi, nyakati za mwisho kama tunavyoishi, msiwe watu ambao mnachukua maamuzi makubwa sana wakati mmekosewa kwa mambo madogo madogo. Utakuwa tayari kwa wakati mwingine kuchukua maamuzi yanayotofautiana kabisa na kosa ambalo ulifanyiwa na bila kufikiria gharama yoyote ile. Kuna wanaume nimewaona, nilipata kisa cha mwanaume mmoja hivi,
mke wake anaenda hospitalini kwa ajili ya magonjwa. Kumbe kule kwenye alienda hospitalini anakutana na mwanaume mwenyewe alikuwa anapendana naye zamani. Yule mwanaume naye akafanya nini? Akasema nimempata sasa, hata kama alishakaolewa nilikuwa nampenda. Akampiga dawa ikamregeza, akalala naye, akampa mimba. Mama kurudi nyumbani, baba akasema hakuna shida, nimekupokea, rudi nyumbani. Lakini mwishowe naye vile vile naye akaenda kuzaa nje. Wanakuwa watoto huku mmoja huku na huyu naye na wakwake huku. Wanafikiri hiyo nyumba ni ya amani hiyo. Siku zote utakuwa nasema ungekuwaka ananipenda haungeenda kazala ule nje. Kwa sababu mie nilizaa, kwa nini usingenisamee? Huyu naye anasema sasa ulienda kazala na ule ex fiancé wako. Maana yake mlianzaka tangu zamani. Hata kama mtaendelea kuishi pamoja, gharama ambayo mtaipitia itakuwa kubwa zaidi ya kusamee lile kosa, na kama ungemuona aliyetenda kosa watamani zaidi ya kosa alilolifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine tunasahawaka. Unaona kosa ni la thamani zaidi ya mtu ambaye alilitenda. Lakini kama ungefikiria kwamba huyu mtu ndiye waladhima, huyu zaidi ya hili kosa au hii dhambi ambayo imeifanya, ingekuwa vizuri kumhifadhi mtu na kusafisha nini? Kusafisha nini? Kusafisha kosa. Muoshe yule unayempenda. Kumwachilia au kumtupa ni sawasawa na kumtoa kafara. Watu wa Mungu hamjambo. Sasa mtu akikukosea, ninakupa ushauri tu. Kitu cha kwanza, muombee kwanza. Na mara nyingi ukitaka kujua mtu kwamba anakupenda kabisa, mara nyingi hilo linaonekana katika udhaifu. Wakati umegundua udhaifu fulani kwa mwanadamu mwenzako, humtupi lakini unamuombea. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe hawatupi wa dhambi. Mungu anatupaka wa dhambi. Mungu anasema hivi, ninawapenda wale wanipendao na wale wenye dhambi anawapenda vile vile, lakini anachukia nini? Anachukia dhambi. Ndiyo maana katika kitabu cha Warumi sura hiyo 12 mstari wa 17 Biblia inasema hivi, msilipe mtu ovu kwa ovu. Watu wa Mungu hamjambo. Watu wa Mungu hamjambo. Msilipe mtu ovu kwa nini? Sio rahisi, nimewaambia haya maneno. Kuyafanyia kazi ni kazi ngumu sana. Msilipe mtu ovu kwa ovu, lakini angalieni yaliyo mema machoni pa watu. Kila binadamu leo ni kujitetea. Mimi njoo. Yeye ndo mwenye makosa, yeye ndo mwenye makosa, yeye ndo mwenye makosa. Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wangapi? Machoni pa watu wote. Lakini 18 inasema hivi, kama yamkini kwa upande wenu, kwa upande wako wewe, kwa upande wangu mimi, mkae katika amani na watu wangapi? Watu wangapi? Lakini 19 anasema, wapenzi, msijilipizie kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka alijilipizia kisasi. Mwanaume aliyekuwa anaumwa na umbu alijilipizia kisasi kwa huyo umbu. Lakini madhara aliyomkuta yalikuwa makubwa zaidi ya kosa alilotendewa. Kama umbu angenyonya damu kidogo tu alafu anaruka anaenda, je, naona mchungaji Zakaria anacheka. Lakini kwa wakati fulani najiuliza, sasa ningemwachia kwa ninyonye damu vile kabisa. Ndio, kama ingekuwa vizuri angenyonya damu na alafu aende, unafikiri mguu wako ungevunjika? Na labda ungemwacha nyonye ile damu, akimaliza kunyonya damu anaruka anaingia kwa kibambazi, na pale ndio unamtandika vizuri sana. Na usingepoteza risasi. Ungechukua hata kiato chako unamsaga na anamalizika hivyo. Lakini watu hilo haliko kwenye mawazo yao katika siku za mwisho, sababu upendo wa wengi unapoa. Watu walio na upendo hawalipizi kisasi kabisa, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu ya nani? Kisasi ni juu ya nani? Ni nani anayelipa kisasi? Binadamu wenzangu, sio rahisi. Linasema hivyo kwa maneno tu. Lakini kuamini kwamba ni Bwana Mungu ndiye anayelipa kisasi mwenyewe sio jambo rahisi kabisa. Anasema kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Wangapi hapa adui yako akiwa na njaa unampa chakula kuliko kumpa chakula unampa sumu? Hao ndio wengi, mkubali mkatae. Usipompa sumu ya moja kwa moja unampa sumu ya maneno. Usipompa sumu ya maneno unampa sumu ya matendo. Lakini umesahau kwamba Bwana anakutazama. Na unaojiita Mkristo wakati ujumbe wa matumaini unaopeleka kwa watu, lakini mtu ambaye amekukosea
hutaki hata kumtendea wema kwa kiasi fulani chochote kile. Nasema akiwa na njaa huyo adui yako mlishe, akiwa na kiu jitahidi kumnywesha, maana kwa kufanya hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijilipisie kisasi ndugu yangu. Katika mambo yote muombe aliyekukosea. Katika mambo yote kuwa huru kabisa kumwacha huru aende zake yule aliyekukosea. Ukilipiza kisasi unatenda dhambi. Watoto wa Mungu, ukilipiza kisasi unatenda dhambi. Bwana atakudai dhambi sawa sawa na aliyefanya nini? Aliyekukosea au aliyetenda dhambi. Angalia sasa kiwango ambacho utakuwa umekifikia. Kuliko umwache aliyetenda dhambi atende dhambi yake milele, wewe umsamehe uachane naye kwa uhuru, wewe pia unalipisha kisasi. Ndicho kizazi cha sasa. Ndicho kizazi cha sasa. Binadamu wa leo, kama ukimtendea mabaya anakulipa mabaya. Na ngoja niwaambie, wanaokuwa na moyo wa kuto kulipa kisasi katika jamii ni watu wanaodharaulika sana. Na watu kama wale wanaishi hii mithali yenyewe mnasemaka mitaani, kwa duru kuko fete. Kila kitu watu watakuja kuchukua kwake. Kila kitu watu watakuja kufanya kwake. Watu watamkosea wanavyojihisi, wanavyojisikia na uhuru wote kabisa. Kwa duru kuko fete. Na watu kama hao wanaonekana wajinga, wapumbavu sana. Wende na weye, wende na weye, wende na weye, wende na weye. Lakini ngoja niwaambie, watu ambao wanalipisha kisasi, ambao wanajua kulipisha kisasi kweli kweli na vizuri kabisa, eska waogopo wake mkominote? Si ni watu wa kuogopwa? Ni watu ambao wanafikiriwa kwa wanakuwa wa intelligent. Ni watu wanaofikiriwa kabla uende kumuona unaanza jipanga vizuri. Kwa sababu kila utakachoenda kumfanyia unajua huyu bwana huyu haku wake wa mzaa ni kitrebishe, atalilipisha mpaka senti ya mwisho. Mkristo hatakiwi kuwa hivyo. Ni lazima kuweza kujifunza kanuni hii ambayo iko katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 14 hadi 21. Lakini maneno ya faraja yanasema hivi: mwenzako akikukosea usimchome kwa maneno au kwa matendo, bali iponye nafsi yake kwa faraja na matendo mema siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wetu uonekane katika furaha na katika huzuni. Sio wakati wa huzuni tu, sio wakati tumefanyiwa mambo mema tu ndipo tunaonyesha upendo wetu, au sio wakati tu tunapoonyesha kwamba huyu ametenda dhambi ndipo tunaonyesha kwamba hatumpendi tena. Lazima kumtumikia siku zote ili tuweze kuiponya hiyo nafsi. Maana ubaya aliyotenda mtu au awe Mkristo mwenzako ni ubaya unaouma zaidi ya ubaya unaotendewa na yule ambaye ni mpagani. Sikilizeni hili neno vizuri. Kama Mkristo mwenzako akikutendea ubaya, ni ubaya unaouma zaidi ya mpagani. Ni hivyo? Ni hivyo? Kwa sababu kuna maswali yanakuja, mnasema hivi, fulani kweli sikukuwa na wazia, mimi navunjika moyo sana. Lakini mpagani akikutendea kosa unasema, okay, merci beaucoup. Mimi naelewa tu alipaswa nifanyia vile tu ni mpagani. Kwa hiyo tujihadhari sana Wakristo wapenzi. Kwa maneno yetu na kwa maneno yetu fanyeni angalisho. Maana hilo linaweza likawafanya watu wengi sana kuumia, kiasi kwamba ikawafanya wengi waweze kukosa uzima wa milele. Fahamu ni ya kwamba kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kuwa nacho katika maisha ili tusianguke katika mtego wa kuweza kulipiza kisasi ni kuwa na uvumilivu ambao Wafaransa wanaitwa tolerance. Wafaransa wanajua kutumia hilo neno tolerance. Mtu hakuwa na stahili hiki kitu, lakini kwa ajili ya kiasi cha upendo nilio nao kwake, basi ninamfanyia hivyo, wala siwezi kumlipisha kisasi. Mwishowe lazima tujue kuwa kosa halina thamani zaidi ya aliyelitenda. Kulipiza kisasi ni kupatia udhaifu nguvu zaidi ya msamaha. Kulipiza kisasi ni kupatia udhaifu nguvu zaidi ya nini? Kulipiza kisasi ni kukubali kumpoteza mpendwa kuliko kumponya. Usifikiri mtu uliyemlipiza kisasi hata kama mkitengeneza, si umeacha vidonda? Si umeacha vidonda? Sasa fanyeni angalisho jamani, fanyeni angalisho sana na hilo. Usianguke katika mtego wa kumlipisha mtu kisasi. Kwa sababu hata kama mkishirikiana tena baadaye mkatengeneza, najua huyu nikimfanyia hivi naye atafanya.
hapo sasa mnaanza ishi kwa woga na hamtakuwa na uhuru na hamtaishi vizuri tena. Kwa hiyo jihadhari sana, usimharibie mtu kwa maneno au kwa matendo au kwa makosa yoyote yale, usiweze kumlipisha kisasi, ukamlinde na kuweza kuiponya nafsi yake. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari 21 inasema, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa nini? Ushinde ubaya kwa nini? Tangu leo anza upya, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, lakini pia uliyeko hapa katika ibada hii takatifu. Natamani uanze upya. Kama kuna mtu uliyemkosea na katika moyo wako bado kuna waka moto, unafikiria kuweza kumlipishia kisasi, hilo lishindwe katika jina la Yesu. Kubali kuweza kuponya nafsi kuliko kuweza kuiua, maana kinyume chake kisasi ni kujiangamiza nafsi yako. Omba msamaha kwa aliyekukosea na ukaadhimu kumtenda kwa ubaya Mkristo mwenzako. Jamani, mme wako au mke wako, mwenzi wako wa maisha au ndugu yako, hakikisha unaomba msamaha kwa wakati unaofaa. Kulipiza kisasi kutawafanya watu wengi wakose kwenda mbinguni pasipo kujua, kwa sababu mtego ambao shetani ameuweka ni huu: watu walipishane kisasi kwa kufikiria kwamba wako wanadai haki zao. Je, nimesikika vizuri? Utakapoanguka katika dhamiri ya kusema ninadai haki yangu, jua umeanguka katika mtego wa shetani utakao kufanya uweze kulipiza kisasi ambacho ni juu ya Bwana peke yake. Na mwisho wa siku utashangaa unatenda mambo mema kwa watu, unaishi Ukristo wako huko vizuri, lakini usishangae Yesu anakuja kukuambia nenda mbali, sikukujua wewe. Kwa nini? Kwa sababu kanuni hii haukuiheshimu katika maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Bwana atusaidie sana, atuokoe na mioyo ya nyoka ya kuweza kuumizwa kidogo, lakini tukaamua kuchukua gharama kubwa kwa kuwatatiza waliotukosea. Bwana atusaidie katika siku ya leo. Kama kuna mtu ambaye alikutendea kosa lolote lile, moyo wako uwe huru kumsamehe na kubaki kwa amani kabisa siku zote. Usianguke katika mtego wa kulipiza kisasi, lakini ushinde ubaya kwa nini? Bwana tubariki katika jina la Yesu. Amina. Amen. Ninatamani tuwe na maombi ya pamoja, sababu siku ya leo ni siku ya pekee na muhimu kwangu mimi binafsi kuja kuhudumia katika kanisa hili la Nguba, na ninatamani tuwe na maombi ya pekee. Sitatamani kwamba asimame mtu aanze kutubia alimkosea nani, alimlipiza nani kisasi. Nitatamani tu tunaposimama, watakaojihisi vizuri kusimama watasimama, watakaojisikia kukaa watakaa, watakaojisikia kupiga magoti watapiga magoti. Uweze kumuomba Mungu safari mpya ya uhusiano na watu wengine, maana dunia hii tuliyomo, watu wanaotuzunguka katika sehemu kubwa wanatuchoma na kututesa na kutuumiza. Na wakati fulani ulitokea kuweza kumlipisha mtu kisasi kwa njia isiyo halali, ukafanya hivyo kama Mkristo, au kwa sababu mtu alikukosea na ulimkosea, au kwa sababu mtu alikutukana na ulimtukana, au kwa sababu mtu alikula deni lako na ulikula la kwake na ukasema basi imekwisha hivyo, au unatazamia kufanya huo ubaya. Naomba Mungu leo aondoe huo moyo katika dhamiri yako, katika moyo wako. Maneno hayo na mawazo hayo mabaya yashindwe katika jina la Yesu.